lini serikali itaanza ujenzi wa chuo cha VETA tarafa ya Nyabionza na Nyakika, kwani kuna umbali mrefu toka chuo cha VETA Kayanga? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Naibu Waziri Wanu Amer. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Innocent Lugha Bashungwa, mjumbe wa Karagwe, kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli katika wilaya ya Karagwe serikali imejenga chuo cha VETA cha wilaya kilichopo Kayanga ambacho kina mabweni na kinaendelea kutoa mafunzo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa sasa wananchi wa tarafa za Nyabionza na Nyakakika wanaweza kuendelea kutumia chuo hicho kwa kuwa kinatoa huduma ya malazi katika mabweni yaliyojengwa kwa ajili ya wanafunzi wanaotoka umbali mrefu. Asante. Mheshimiwa Innocent Bashungwa, swali la nyongeza. Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Ninamshukuru Mheshimiwa Waziri kwa majibu mazuri kwa wanakaragwe. Ninaamini ombi langu kutokana na umbali wa tarafa hizi mbili kwenda kwenye kituo cha VETA Kayanga mjini, wizara itaendelea kulifanyia kazi. Pamoja na majibu mazuri ya serikali, nina maswali mawili ya nyongeza. Chuo cha VETA pale Kayanga mjini kiko katikati ya mji na hakina uzio. Je, ni lini serikali itatujengea uzio? Swali la pili, chuo kina uwezo wa ku-accommodate wasichana 52, lakini hivi sasa chuo kina wasichana 125. Je, serikali itatujengea lini bweni lenye uwezo wa ku-accommodate wasichana wote? Asante sana Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa ruhusa yako na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia, naomba nijibu swali la Mheshimiwa Bashungwa kama ifuatavyo. Kwanza nimpongeze kwa kufuatilia mambo yanayohusiana na jimbo lake, lakini Mheshimiwa Spika, serikali inatambua kwamba uhitaji wa uzio kwa vyuo vya VETA ni kwa vyuo vyote vile ambavyo vimejengwa vya wilaya. Serikali inafanyia kazi kwa awamu swala hili, ambapo chuo cha VETA cha Kayanga ikiwa miongoni mwa vyuo ambavyo vimo katika mpango huo. Lakini swali lake la pili, nakubaliana na yeye kwamba bweni lile ambalo liko sasa hivi la wasichana ni bweni halitoshi. Lakini hatua za dharura zimechukuliwa. Kuna jengo moja la chuo cha Kayanga limefanywa ukarabati kwa ajili ya kuwaweka wasichana wetu, na ujenzi umeshakamilika na fedha ya kupeleka furniture imeshatengwa. Kwa hiyo muda wote furniture zitapelekwa na watoto wataanza kutumia bweni hilo ambalo litakuwa na uwezo wa kuchukua wasichana 80. Lakini pia serikali imeweka mpango wa muda mrefu wa kujenga jengo la wasichana ambalo litakuwa na uwezo wa kuchukua wasichana 200. Kwa hiyo naamini wasichana wa wilaya ya Kayanga watakuwa wapo salama na watapata mafunzo ipasavyo. Asante sana Mheshimiwa Naibu Waziri kwa majibu ya Mheshimiwa mbunge, tunakushukuru sana. Mheshimiwa Bunge, tumefikia mwisho wa kipindi cha maswali kutoka kwetu kwa Mheshimiwa Bunge na majibu kwa upande wa serikali.